Ikiwa ni maonyesho ya 33 ya 88, tuko katika banda la ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria na tuko hapa kujua au kukuletea wewe mtazamaji wetu mengi kwenye yale machache ambayo tumepanga kukuletea kwenye maonyesho haya. Hapa tuko na dada atakwenda kutambulisha na Watanzania mtakwenda kumfahamu. Karibu. Asante sana. Jina langu ni Epifania Eric Luena. Mimi ni wakili wa serikali lakini pia ni mwandishi wa sheria kutoka ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria. Ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria ipo hapa katika maonyesho ya 88. Pengine Watanzania wangependa kufahamu kubwa zaidi ambalo limefanya ofisi hii kuwa hapa ni nini? Ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria inashiriki maonyesho haya ya 88 kwa ajili ya kuwapa elimu wakulima, wafugaji na Watanzania kwa ujumla kuhusu sheria mbalimbali zinazohusiana na sekta ya kilimo ambazo zinawasaidia wao na kuwalinda katika maslahi mbalimbali kwenye tasnia ya kilimo. Ni jambo zuri sana kusikia kuna kitu kinaitwa sheria, hususan tunaposikia sheria za wakulima zinazolinda wakulima. Sasa tunatamani kujua kwamba wakulima au wafugaji wanalindwaje sasa wakiwa sokoni na kutoka kwenye ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria. Ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria jukumu lake kuu ni kuandika sheria, yaani sheria kuu na sheria ndogo. Hivyo basi sheria zinazoandikwa na ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria zinahakikisha kwamba zinalenga maslahi ya watu wote. Zinamlinda mkulima, zinamlinda mfugaji, zinalinda mnunuzi wa mazao pia zinalinda mambo mengi ambayo yanaweza kumsaidia huyu mkulima katika kuhakikisha kwamba tangia anapanda mbegu yake anatumia mbegu sahihi, maslahi yake katika ununuzi pia wa hizo mbegu, kuhakikisha kwamba mbegu zinazoletwa ni zile sahihi ambazo anazopaswa kuzitumia ili kuhakikisha kwamba mazao au products zinazotokana na ukulima wake ni zile zenye tija kwa maendeleo ya taifa letu. Lakini kuna wakulima ambao bado hawajajua kwamba kuna ofisi au kuna kansudata kama hii ipo. Hatua gani sasa mmechukua kuhakikisha kwamba wakulima ambao wapo wanafahamu uwepo wa sheria na matumizi yake? Ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria ipo hapa kwa ajili ya kuwapa elimu au wakulima, wafugaji na watu wengine na wananchi kwa ujumla. Na ni jukumu ambalo ndio maana ofisi yetu imeamua kushiriki maonyesho haya ya 88 ili kukutana na wakulima au wafugaji moja kwa moja ili waweze kutambua au kuelewa maslahi yao kisheria ambayo yanawalinda wao katika process nzima kuanzia wanapanda mpaka wanaenda kwenye masoko. Pengine kutokana na tunajua maendeleo ya teknolojia yamezidi kukua sana. Kuna mifumo ambayo ipo ambayo inasaidia pengine wakulima kupata hizo sheria au kujifunza hizo sheria wakiwa kwenye mikoa mbalimbali au katika maeneo mbalimbali kutoka kwenu. Mifumo tunayo na hata hizi sheria zetu ambazo tunawapa elimu katika banda letu la ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria zipo katika mitandao. Hivyo tunawafundisha wananchi jinsi ya kuweza kuzipakua sheria hizo kwenye mtandao wa OIGMIS, unaitwa OIGMIS, ambao wanaweza kupata sheria hizo na kuzisoma moja kwa moja. Aidha pia tunafanya tafsiri ya sheria ambapo tumeweza kufanya tafsiri ya sheria 446 na katika sheria hizo 446 baadhi ya sheria ni sheria zinazolinda tasnia ya kilimo kama masuala ya chai, konge, masuala mbalimbali ya kilimo ambayo hizo sheria zinaweza kusomwa na mkulima hata yule ambaye hajui Kiingereza ambaye anaweza kuelewa sheria hizo kwa lugha yake mwenyewe ya Kiswahili. Pengine mtazamaji mwenyewe anaweza akaelewa kabisa kwamba kati ya lugha ngumu zaidi inaweza kawa tukisema kutoka kwenye tasnia ya udaktari inafuata sheria na lugha ngumu kidogo. Mmefikia level gani au mmefikia hatua gani sasa kwenye kutafsiri hizi sheria ambazo zipo kwenye nyanja mbalimbali ili Watanzania waweze kuzielewa sheria hizo na kuweza kuziishi au kuzitekeleza? Kwanza tuwatoe hofu wananchi. Sheria zetu kuanzia mwaka 2021 zimekuwa zikiandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Yaani zinatungwa kwa lugha ya Kiswahili. Hivyo basi, ndani ya siku 90 baada ya sheria kutungwa, sheria hizo zinatafsiriwa kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo wanazipata sheria kuanzia mwaka 2021 kwa lugha ya Kiswahili, lugha yao ya taifa. Lakini pia kutokana na toleo la urekebu la sheria la mwaka 2023 tumeweza kufanya tafsiri ya sheria zote ambazo zimefanywa urekebu, sheria 446. Kwa hiyo sheria hizo sasa hivi wananchi wataweza kuzipata kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo hata wakulima au mwananchi yote ambaye hana uelewa na lugha ya Kiingereza ataweza kupata sheria hizo kwa lugha ya Kiswahili, yani lugha ya taifa.
Pengine sasa kuna Watanzania ambao hawataweza kufika katika banda hili na wengine hawapo katika maonyesho haya ya Nane Nane. Neno lako moja sasa kwenda kwa Watanzania hao ambao wangetamani kujua zaidi kuhusu sheria hizi ambazo zinawalinda kwenye masuala ya kilimo, lakini pia na uzalishaji na uuzaji wa bidhaa zao. Wananchi wapate tu uhakika kwamba sheria ambazo tunaziandika ni sheria ambazo zinalinda maslahi yao, sheria ambazo tunahakikisha kwamba maslahi ya mkulima, mfugaji na mambo yote ambayo na masuala yote yanayohusiana na tasnia ya kilimo yanalindwa. Yaani kuanzia mbegu, utumiaji wa mbegu sahihi kwa mkulima, upandaji, masuala yote ya ugavi na usimamizi wa masuala ya kilimo yanalindwa na sheria ambayo inaandikwa kwa kufuata haki, kuhakikisha kwamba maslahi ya wote, maslahi ya wananchi yanalindwa. Na maanisha kwamba mkulima maslahi yake yatalindwa kuanzia upandaji, uuzaji, masoko, kila kitu kuhusu mikataba, sababu pia tunaamini kwamba huyu mkulima akilindwa basi italeta tija na mafanikio na maendeleo katika taifa letu. Kwa hiyo sheria hizi zikiwa fasaha, zikiandikwa vizuri kutoka ofisi yetu ya mwandishi mkuu wa sheria na zikiwa zinalinda maslahi yao na haki zao, basi zitaweza kuwa na tija kwa ajili ya maendeleo ya wakulima, lakini katika sekta nzima na watu wote, taasisi mbalimbali zinazofanya kazi na kuangalia sekta hii ya kilimo zitalindwa pia.